Jina la Bwana Mungu wetu litukuzwe. Hamjambo watu wa Mungu? Hamjambo tena? Bwana awabariki na atubariki sote. Tunamshukuru kwa kuwa nasi katika siku hizi 10 zilizomalizika jana, kuanzia ile tarehe 7 mpaka jana siku ile ya maandalio, tulipokuwa tuna fursa ya kuja mbele za Bwana, na kilikuwa tuna fursa ya kuongea na Mungu wetu katika familia zetu. Lakini tulikuwa na fursa pia ya mtu mwenyewe pamoja na Mungu wetu. Na katika wazo hilo kubwa kabisa, kufunguliwa. Mungu atukuzwe. Miongoni mwa tulioabudu pamoja nao hapa ni mtumishi katika ofisi za Union, katika idara ya fedha, katika kitengo cha ukaguzi. Naye ni Madam Gara. Yuko pamoja nasi, nimemwona. Naomba tu samani kuomba tu uje hapa utusalimie tu, maana najua ndio alikuwa mwazini wetu wa fidi hii, na kwa awamu hii ameitwa kule Union katika kuhakikisha mali ya Bwana imetenda ilivyokusudiwa. Ngoja tusalimie tu dakika moja hapa, halafu ndipo tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Sabato njema. Mungu atubariki katika ibada. Kufunguliwa ni neno kubwa tuliokuwa nalo katika siku 10 za sala katika kanisa la Adventista wa Sabato ulimwenguni kote. Mwaka unapoanza kuna siku 10 za mwanzo ambazo zinaturudisha katika uzoefu wa kanisa kabla ya Pentekoste, ambako Yesu alipaa ile siku ya 40 baada ya kufuka kwake. Halafu siku ile ya 10 Roho Mtakatifu akaja. Kwa hiyo tuna fursa ya kupitia ule uzoefu wa siku 10 ambao Yesu aliwaambia, ngojeni mjini, mvikwe kwanza uwezo utokao juu. Halafu mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, katika Uyahudi, Samaria na mwisho wa nchi. Kwa hiyo tulikuwa tunapita hapo katika msitizo wa mambo makubwa mawili. La kwanza, Roho Mtakatifu ni hitaji letu kuliko chochote. Mimi na wewe tunahitaji Roho Mtakatifu, nafsi ya uungu ambaye tukimkosa tumekosa kila kitu. Tukiwa naye tuna kila kitu. Bila yeye hatuwezi kumjua Yesu ni nani, kafara yake msalabani haitaeleweka, wala hatutapata tabia yake. Hatutaitwa watoto wa Mungu. Maana ndivyo Biblia inavyosema, walio na roho wa Mungu hao ndio watoto wake. Na Yesu alieleza huyo atanena yangu, huyo atawadhihirishia yeye ni nani, atanitukuza mimi. Ndivyo Yesu alivyoeleza. Bila yeye hatuwezi kumjua na hatuwezi kujua kafara yake, hatuwezi kufanana na Yesu kwa tabia, wala hatuwezi kuchukua utume ambao alisema, ninawatuma kwa ajili ya ulimwengu mzima mpaka mwisho wa nchi, wafahamu kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Bila yeye hakuna chochote. Kwa hivyo kufunguliwa, tuliona hilo neno ambalo limetafsiriwa kufungua kwa Kiswahili inaitwa unleashed. Unleashed maana yake ni kama vile mbwa amefungwa mnyororo ama kamba kwenye mti na hawezi kufanya jukumu lake mpaka afunguliwe. Kwa hivyo neno hili lilikuwa linamaanisha kuna kitu kimetufunga na ni Roho Mtakatifu pekee anaweza kutufungua. Moja, tufanane na yeye. Ndio maana tunaitwa tunda la Roho. Roho Mtakatifu anatupatia tunda, tabia, lakini pia anatoa karama za Roho kwa maana ya huduma. Kwa hiyo ni yeye Roho Mtakatifu. Somo hili halikuhusu kufunguliwa afya, halikuhusu kufunguliwa uchumi, halikuhusu kufunguliwa hiki na kile.
ingawa ni vya muhimu, ila lilikuwa utendaji wa Roho Mtakatifu kuhusu kufanana na Yesu na kubeba utume aliotuachia. Na limekuwa ndani ya kitabu cha Matendo kinachounganisha kile Yesu alichotenda katika vitabu vya Injili na zile nyaraka za mitume. Ni Matendo ndio inaweka daraja ili tuweze kujua Korinto Injili ilifikaje mpaka usome Matendo. Wagalatia Injili iliwafikiaje mpaka uende Matendo. Waefeso, wa Filipi na hao wote mpaka usome Matendo, ili uone Calvary ilivyosambaa Asia ndogo ikaenda mpaka mji wa dunia wakati ule, mji wa Rumi, na ikatawanyika ulimwengu mzima mpaka imefika Kizota, hapa ulipo na mimi nilipo. Hiyo yote ni utendaji wa Roho Mtakatifu ambaye Biblia inatudhihirishia yeye alivyo muhimu sana kwangu na kwako. Mchana huu wa leo, kwa sababu mfululizo wa masomo haya yaliishia jana, ambako iliishia ile sura ya 4, moyoni Bwana akaelekeza kuingia sura ya 5, na nikagundua kwa nini msukumo ulielekea sana kwenye sura ya 5. Nilipoisoma usiku na nikagundua kweli ni muhimu kabisa mimi na wewe kuweza kuifahamu, angalau ndani ya siku hizi ambazo tumekuwa pamoja. Lakini ukipata nafasi unaweza ukaendelea mpaka ile sura ya mwisho ya kitabu cha Matendo, ambayo ni matendo ya Roho Mtakatifu kupitia mitume wake, na inatupatia picha, taswira pana ya utume na tabia ya kanisa. Somo letu mchana huu wa leo lina kichwa kinachosema Roho Mtakatifu, alafu kuna koloni, nukta 2. Roho Mtakatifu koloni, katika nguvu, neema na hofu. Roho Mtakatifu katika nguvu, neema na hofu. Tuombe tena. Mungu wetu, muda huu tena tunahitaji kukuona wewe, kukusikia ukinena nasi. Uisha mioyo yetu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, atujalie kuelewa na kutusaidia kuitikia sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo, amina. Matendo sura ya 5 haianzi vizuri. Sura ya kwanza unamuona Yesu na wanafunzi wake siku ile aliyopaa, na mkazo juu ya ufalme wa Mungu, mkazo juu ya Roho Mtakatifu, mkazo juu ya utume, yaani wawe washuhudiaji. Inapokumalizika hapo, anapaa, malaika wanashuka, wanawarudisha agizo la Yesu warudi Yerusalemu. Wakaenda pale orofani. Ndani ya zile siku, moja wapo walioyafanya pale ilikuwa ni toba, ni maungamo. Waligundua hasara ya muda wa miaka 3.5 waliokaa na Yesu na upuuziaji mkubwa waliokuwa nao. Wakagundua wangelikuwa wako mbali katika kumjua yeye, lakini kupenda ukubwa, kuwa wa kwanza, kiburi cha mioyo yao vilizuia njia yao ambao Kristo alitamani awaache wakiwa wanafahamu. Wakagundua pia ya kwamba Yesu ilikuwa ni zawadi ya pekee, na walikuwa wana upendeleo mkubwa mno, na wakaomba laiti angelikuja tena kwa mara hii
walitamani wamuoneshe namna wanavyompenda na walivyojitoa kwake. Kwa hiyo waliungama, walitubu yale waliokuwa wanapishana nayo, wakaungamiana ndani ya siku 10. Jambo la pili waliloliona kwa uzito ndani ya siku 10, waliona namna ambavyo Roho Mtakatifu ni muhimu sana kwao, kwa sababu ukutoa injili Yerusalemu, mji uliotekeleza kifo cha Yesu, uliokuwa na uhasama mpaka Yesu anaulilia Yerusalemu, wao manabii waliotumwa kwako, mpaka lini nimetaka niwakusanye kama kuku lakini hamkutaka. Ulikuwa ndani ya moyo wa Yesu, lakini ndio mji ambao kabisa uliotekeleza kikatili juu yake, na kwa hakika ulimkataa. Sisi hatumjui yeye, muondoshe asurubishwe. Kwa hiyo walipoona ni mji huo Yesu anataka waanzie pale, waliona uzito, waliona upinzani, waliona udhia, lakini wicho walikiona. Lakini wakapia pia mtaenda nchi ile ya Uyahudi. Uyahudi ni nchi ambayo ndani ya Israeli, eneo waliokataa huduma ya Yesu wazi wazi. Ukisoma vizuri vitabu vya Injili utaona huduma ya Yesu ilikataliwa Uyahudi. Halafu bado Yesu anasema mtaenda tena Uyahudi. Bado neema yake, moyo wake na upendo wake unashughulika na watu wa Uyahudi. Lakini mtaenda Samaria. Na Samaria ni watu gani basi? Samaria ni eneo ambalo Waisraeli hawa Wayahudi waliona ni eneo la watu waliogoshiwa, watu ambao ni chotara, wasio na usafi wa mbegu ya Israeli, waliochanganya na watu wa Palestina ambao hapakuwepo na uhusiano wa Samaria na Wayahudi. Na wewe unafahamu kile kisa cha Injili ya Yohana ambako yule mama hakuwa tayari hata kumpa tu Yesu maji kwa sababu ni Myahudi. Hiyo ilionekana namna ile. Lakini anasema wataenda mpaka mwisho wa nchi. Mwisho wa nchi, Yesu anazungumzia mataifa, wale ambao Wayahudi wa Israeli waliwaona wao ni kama mafuta yanayokoleza kuni ya moto wa jehanamu. Kwa hivyo wakati wanaona kutoka Yerusalemu mpaka mwisho wa nchi, kwa sababu hata kutoka tu Yerusalemu mpaka mji ule wa Rumi ni maili 1400. Sasa ukiangalia huo umbali mpaka waingie capital city of the world, mji mkuu wa ulimwengu wakati ule, hapa katikati ukinzani kuanzia Yerusalemu mpaka kule, walijua kwa nini Yesu alimaanisha kaeni kwanza mvikwe uwezo utokao juu. Kwa hiyo waliomba juu ya Roho Mtakatifu. Hizo siku ya 10 ilipofika, Roho Mtakatifu alikuja. Tulipita huko na tukaona ni kwa nini Roho Mtakatifu alikuja siku ile ya Pentekoste, ambayo inaitwa siku kuu ya majuma katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura 24 aya 9 hadi ya 12, au inaitwa siku ya majuma pia kwenye Walawi ile sura ya 23 na ile aya ya 14 hadi 16, 12 hadi 16, ambayo ni siku ya 50 tangu Yesu afufuke. Kwa hiyo kilitoka ile siku ya Pasaka ambayo ni tarehe 14 mwezi wa Abibu, ambayo ni Ijumaa, siku ya Pasaka Yesu anakufa. Alafu kesho yake Sabato inaanza sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu kwa siku 7. Alafu baada kesho yake inayofuata ni siku ya Jumapili kwetu leo, lakini inafahamika siku ya kwanza ya juma ambayo ni sikukuu ya kutikisa mganda, kuonyesha ya kwamba Kristo atafuka siku hiyo. Kwa hiyo Yesu anakufa Ijumaa, hiyo siku ya maandalio. Alafu siku ya Sabato inaanza sikukuu ya siku 7 kuonyesha hawapaswi kuishi maisha ya dhambi, kwa maana ya kwamba ondoweni chachu ndani yenu, kama Biblia inavyosema ile Wakorintho ya kwanza sura ya 5 na ile aya ya 7. Ondoweni chachu kwa sababu Pasaka wetu Yesu Kristo amekwisha kutolewa. Na hiyo inapomalizika ndipo wanarudi tena nyumbani. Wanakuja baada ya siku Sabato 7. Baada ya Sabato 7 ambayo inaofikia hapo ambayo ni kesho yake, baada ya siku Sabato 7, 7 mara 7 ni 49. Kwa hiyo siku inayofuata baada ya Sabato ya 7 ni siku ya 50 ambayo inajulikana siku kuu ya majuma, Shavuoth kwa Kiebrania, ambayo kwa Kiingereza kwa Kiyunani inaitwa Pentecost. Lakini hiyo siku kuu ilikuwa ina maana kubwa mno ambayo tulikuja kuiangalia hapa katikati. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alikuja kwa sababu ya agano. Na kueleza hiyo, Petro akaeleza Yesu ni ameketi, ni mfalme wa wafalme na ni kuhani mkuu, awape Israeli toba na msamaha wa dhambi.
Ndio naiangalia kwenye Matendo sura ile ya 2, hotuba ya Petro siku ile ya Pentekoste ambako walibatizwa watu 3000. Halafu naiona pia akirudia Matendo sura ya 5 ile aya 30 hadi 32. Awape Israeli, ameketi awape Israeli toba na msamaha wa dhambi, ambao ndio utume ambao Yesu aliwaachia kwamba mtafanya hivyo kuanzia Yerusalemu. Kwenye Luka ile sura ya 24 ile aya 47 mpaka aya 49, kwamba watahubiriwa mataifa yote juu ya toba na ondoleo la dhambi. Na hiyo ndio hotuba ya Yesu mwenyewe maisha yake yote alipokuwa hapa duniani. Kwenye Mathayo ile sura ya 4 na ile aya 17, Yesu alipotoka tu nyikani siku 40 alipojaribiwa, alipoanza kuhutubia, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Lakini sio hotuba ya Yesu peke yake, ndio hotuba ya Yohana Mbatizaji aliyetangulia katika utume huu kabla ya Yesu. Na hiyo naipata rekodi kwenye Mathayo sura ile ya 3 na ile aya ya 2. Yeye naye alihubiri, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa hiyo hotuba na utume waliopewa ni toba, na toba ndio inawaingiza waingie ndani ya ufalme. Na Yesu amefufuka, anarejea, anasema wahubirini watu toba na ondoleo la dhambi. Ile neno ondoleo la dhambi ni afeimi ndio ambayo inatafsiriwa kumsamaha ama ondoa dhambi, neno hilo hilo. Kwa hiyo waliposema siku ile tutendeje mitume, kati Petro anahutubia Matendo ile sura ya 2 aya 37 hadi 39, Petro hakuwa na jibu tofauti. Jibu lilikuwa ni hili tu, tubuni mkabatizwe nanyi mtaondolewa dhambi, halafu mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Watu 3000 walibatizwa. Hiyo ni aya ya 41 Matendo sura ya 2. Kwa hivyo hii ndio ujumbe ulikuwa umepewa. Kwa hiyo ikiwa watahubiri Yerusalemu, tubuni. Watahubiri Wayahudi, tubuni. Watahubiri Samaria, watu watubu. Watahubiri mwisho wa nchi, watu watubu. Sio ujumbe rafiki, ni ujumbe wenye ukinzani unaowataka wabadilike, watoke hatua ile. Paulo wakati anamwelezea mtawala mmoja katika ile Matendo sura ya 26 na ile aya ya 15 mpaka aya ile ya 18, anasema Mungu alipomtokea njiani kwenda Dameski, kwenye ile Matendo sura ile kwenye ile Matendo sura kuna hapo kidogo hapo, wakati Paulo anaitwa kwenye Matendo sura ya 9, wakati anaitwa njiani, Mungu alimwambia hivi, ninakutuma ukawafumbue macho waweze kuona, watoke gizani waende kwenye nuru. Halafu la kwanza na pili, watoke kwa shetani waende kwa Mungu. Ndicho anachoeleza ni nini? Kisha wapate msamaha wa dhambi. Kwa hivyo nini maana ya kutubu? Maana yake wageuke, metanoia. Kwa hiyo walikuwa wana mzigo wa ujumbe unaotaka wabadilishwe kwa Roho Mtakatifu, waache giza, waache shetani, waende kwa nuru, waende kwa Mungu. Sasa walipokuwa wanaelewa ujumbe huo, sio ujumbe unaopigiwa makofi wala sio ujumbe unaoshangiliwa. Kwa hivyo walijua bila Roho Mtakatifu hawatasogea, ukinzani utakuwa mkubwa mno. Na hivyo Mungu ni mwaminifu. Baada ya wao kupitia uzoefu huo wa Pentekoste, katika zile siku 10 walipitia uzoefu wa toba na hitaji ya Roho Mtakatifu. Mungu aliwaeleza kwa kuja kwa Roho Mtakatifu, na kuanzia hapo gari limefunguliwa. Ndio maana ujumbe unaeleza wa siku hizi 10 kufunguliwa. Sasa kanisa liko kwenye mwendo. Kwa hiyo sura ya kwanza inatupatia hiyo picha. Sura ya pili, Pentekoste inaingia kati na tayari gari inawashwa, tairi zinaanza, mwendo unaanza sasa. Unaona tayari watu 3000 wanabatizwa. Aya ile 47 Biblia inasema Mungu alikuwa analizidisha kanisa kila siku kwa watu walioamini. Maana yake kila siku ubatizo ulikuwa unafanyika kwa watu wanaoamini. Sura ya 3, Petro na Yohana kwenye hekalu, kwenye ibada, ambako ndipo wanakutana pale ambapo kwa mara ya kwanza Yesu anafanya muujiza wa kumrudishia uwezo wa kutembea yule kiwete aliyekuwa anaomba sadaka katika mlango wa uzuri. Hiyo ni sura ya 3. Ikaleta shida ya utawala wa Israeli, wakawakamata Petro na Yohana katikati ya universities, katikati ya vyuo na katikati ya wasomi wa wakati ule kwenye ile Sanhedrin, lakini pia katikati ya watawala waliokuwa pale. Wamezungukwa na Sanhedrin, wako katikati Petro na Yohana.
Hii ilikuwa ni fursa, wakaeleza habari za Yesu kwa ujasiri, wakawatisha, lakini wakasema hatuwezi kuacha. Kisha wakawafungua wakaenda. Lakini Biblia inaeleza, inaenda hiyo sura ya 3 hiyo, inapomalizika namna hiyo, ushuhuda unafanyika kwa nguvu. Sura ya 4 wanakuja kushikwa. Na unajua Biblia, Mungu anavyoandaa watu wake kukabili mbele yao, anawapeleka hatua hadi hatua. Mwanzoni walishikwa tu, wakatishiwa na viongozi wa mahakama na viongozi wa kisiasa, lakini pia na wasomi wa dunia. Kitu ambacho kinashangaza ni hivi, hawakujua Roho Mtakatifu yuko ndani ya Petro na Yohana. Hoja zao zilipanguliwa mpaka wakasema, hebu ondokeni kwanza, mwekeni hapo nje tujadili tena sisi wenyewe kwanza. Na utendaji wa Roho Mtakatifu ni ajabu sana. Lakini walikuja tena kushikwa. Hapa ni wanafunzi wote mitume, ambako walipigwa kabisa. Lakini cha ajabu pia Biblia inaeleza mitume walifurahi kwamba angalau wanaweza kushare mijaredi aliyoipata Yesu. Yaani huwa nikisoma hapa nasema walifurahi kwamba at least nikifikaga hapo nakumbuka mjomba zangu wawili ambao walikuwa wanapigana kila wakitoka. Lazima wakapigane kijiji kingine. Wakirudi hawajapata watu wa kupigana nao. Wanasema haiwezekani. Hatuwezi jua haliwezi kuzama hivi hivi. Sasa wanafanyaje? Wanatuangana wao. Wanazichapa, halafu ndipo wanasema sawa, angalau siku bangi jamani. Hiyo nayo ni aina nyingine ya bangi. Wameshalala usingizi wa mauti. Kuna vituko duniani hapa. Sasa hawa wanasema angalau na sisi tumepitia hiki ambacho Yesu amepitia. Sura ya 5, maana sura ya 4 inamalizika ikitueleza lile kanisa lilivyokuwa na ukarimu wa pekee, kiasi kwamba walihakikisha hakuna mhitaji ndani ya kanisa. Kama kuna mhitaji yeyote, watu waliokuwa na extra plots, walikuwa na viwanja zaidi, waliokuwa na nyumba zaidi, waliviuza wakaleta mikononi mwa mitume, halafu uongozi ukawapatia sasa na mahitaji yao. Kanisa lile lilikuwa linachukia, linapiga vita umaskini, lakini wakati huo linawezesha waumini ili asiwepo anayehitaji chochote, na vitu vyote ilikuwa ni shirika, koinonia. Yaani wanaeleza hapa ya kwamba koinonia maana yake nilivyo navyo ni vyetu wote. Ukiwa mhitaji nitashiriki na wewe. Tukaeleza baadhi ya watu wanapojadili pale wanafikiri ile ni communalism. Communalism ambao ni mfumo wa uzalishaji wa kwanza, ambao wanasema communalism mode of production, waliosoma historia kabla hujafika kwenye upande wa imperialism ambao ndio kiwango cha juu. Inaanza communalism, alafu unakuja feudalism, mpaka unakuja kwenye capitalism, unasogea hujafika huko kwenye democratic na nini. Sasa hapa wenyewe wanasema huu ulikuwa ni wa ujima, kwa maana ya kwamba vitu vyote shirika. Haikuwa hilo. Neno la Kiunani ni koinos. Koinos maana yake vyote nilivyo vyangu ni vya kwetu wote, na ukiwa na haja nitakupatia. Ujima unasema hivi, ulivyo navyo ni vyangu, nikitaka ninachukua. Tofauti kabisa. Kuna sehemu kama inaanza vizuri lakini tofauti. Kwa hiyo walikuwa ni koinonia. Koinonia maana yake yule aliye na vingi, ilipotokea hitaji kwake huyo alichukua hatua. Na tukaona waliwezesha, sio kusaidia. Kuwezesha ni maana yake unamwezesha aweze kujitegemea, ili asikutegemee mimi na wewe, ila ajitegemee yeye. Na tuliangalia kwenye ile Matendo sura ya 3 waliokuepo. Sasa hiki kinachozungumzwa hapa ndicho kinafanya ile sura ya 4 inamalizia na jina la mtu mmoja muhimu sana, anaitwa Yusufu Barnabas. Huyu alikuwa ni Mlawi wa Kipro, anaitwa mtu wa faraja. Sina muda wa kueleza namna ambavyo huyu mtu alikuwa wa pekee.
kwa sababu ni huyu ambaye ndiye aliyetafsiri Paulo ameongoka kwa mitume wakati kanisa lina shida na yeye. Ndiye aliyekuwa pamoja na yeye, ndiye aliyeonekana kwa kanisa. Roho Mtakatifu akasema ili Paulo aweze kusogea aende na Barnaba. Ni hawa ambao pia Paulo na Barnaba walitumwa wakiwa na majibu ya kikao cha GC cha wakati ule katika ile Matendo sura ya 15 kupeleka habari njema kwa watu wa mataifa kwamba namna gani watu wanaokolewa. Ni huyu anayeitwa, ni huyu ambaye aliyeonekana kutembea na Sila wakati Sila aliwakimbia katika safari ya missionari ya kwanza. Paulo akasema hapana, huyu ndiye aliyebaki naye, anaitwa mwana wa faraja. Huyu ni the son of comforter. Huyu hapa Barnabas, na huyu ndiye ambaye ndiye baadaye unaona alichotumiwa na Bwana. Yani anatajwa kanisa lilikuwa na watu wenye kipato cha juu kama Barnabas, lakini pia kama Anania na Safira na wengine. Kwa hiyo Luka anaandika, anamalizia ile sura ya 4, unamwona huyu Barnaba anatoa sehemu ya mali zake kwa ajili ya wale walio na uhitaji ndani ya kanisa. Na tuliona mambo haya ya kwamba watu walio na roho wa Bwana wanajua ni koinonia. Kanisa linatoa tu hitaji, linahitaji sementi mifuko 10, linahitaji nondo, linahitaji hiki. Kanisa linaeleza tu ya kwamba tuna wahitaji ndani ya kanisa 5, na hao mmoja wanahitaji fedha kiasi hiki kwa ajili ya matibabu, huyu anahitaji kwa ajili ya godoro, huyu anahitaji kwa ajili ya hiki. Kuna mmoja ambaye anahitaji kuwezeshwa aweze kufanya biashara yake, aweze kufanya kilimo. Sio kwamba wanatajwa, uongozi unaeleza, Biblia inaeleza sio kwamba uongozi wakafate wewe, ila ni wao walioleta. Ukiona uongozi unakufata kwa ajili ya kazi ya Bwana, ujue umekuwa mlemavu. Ngoja nirudie. Ukiona wewe matangazo ya hapa hayatoshi mpaka wakupelekee jopo, wakunawisha mikono, wakupulizie perfume, uongozi wa kanisa ni wajibu kusimama hapa na kueleza kanisa hitaji la utume la waumini na lolote, na kuwaelekeza wanavyopaswa kufanya. Halafu sisi waumini tunatekeleza na tunaleta wenyewe. Waliokasirika siamini kama wako hapa, ila ndio neno la nani? Wanaolipokea tunyoshe mikono. Mpaka hii habari ya kuandikiana, eti tuandikiane kuatia moyo kwa kuwatambua. Saa nyingine viongozi mtusamee jamani, tunafanya utumbo hali ya juu sana. Eti unaniandikia mimi Zemba kwa kutambua nilitoa mabati. Sisi ndio tunaua waumini. Sisi ndio tunaoua watu wa Mungu. Hiyo ni ulimwengu. Narudia, ni ulimwengu ndio wanafanya huo mzaa. Roho Mtakatifu anapokuwa juu ya kanisa, juu ya waumini, hawawezi. Wao wanasubiriwa tu hicho siku ile watakapovishwa taji ya ushindi. Yesu alieleza kwenye ile Luka, mtakapotenda yale mlioagizwa, semeni sisi ni watumwa tusio na faida, tumetenda tu tulichopaswa kutenda. Ukiona uongozi wanakuambia wewe ni wa muhimu mno, ulifanya hivi, bila wewe singekuwa hivi, msaidia ajue hivi, wewe ni mtumwa usio na faida, hauhitaji pongezi, ila ulipaswa utende hicho, maana mbingu zilikutaka utende. Jina la Bwana litukuzwe. Ndio maana mimi sitaki. Mimi ukija na kueleza pole, umekosea njia. Uongozi wa kanisa sio wafanyakazi wa TRA.
Wakija nyumbani kwetu ni kwa ajili ya neno la faraja, ili wapate ujasiri kusimama kwenye utume, ili waendelee kuona Yesu anajali. Ikiwa wamefiwa, ikiwa wanaumwa, ikiwa wana changamoto hii ya kimaisha, wanakuja kufanya kitu ambacho Yesu aonekane anayejali, mwenye neema, anayehurumia, anayefanya hiki. Mwenye sikio asikie. Kwa hiyo anapomalizia yule Yusufu, ndipo sura ya 5. Niliwaambia siku ile ya kwamba wakati huu wanaandika hii Koine Greek, kwa sababu Koine Greek ile karne ya 4 kurudi baada ya Yesu na kabla ya Yesu, hiyo miaka yote lugha ilikuwa ni ya Kiyunani inaitwa Koine Greek. Baada ya miaka hiyo ikaja inaitwa Classical Greek, ambayo ni kuanzia karne ya 5 na kuendelea. Hii wanaozungumza sasa hivi wa lugha Giriki inaitwa Modern Greek. Ni lugha ya Kigiriki ya kisasa. Hiyo iliyoandikwa kwenye Biblia ni Koine Greek. Na inaelezea namna ambavyo kilichofanyika hapa. Hii Matendo ile sura ya 5, na baadhi ya vitu nitazungumza kidogo hapa ili uweze kuelewa ni kitu gani kinazungumzwa. Kwa hivyo inapoeleza tu Barnabas inataja ile sura ya 5. Hiyo uandishi wa wakati wa Koine Greek ulikuwa hauna sura kwamba ni sura ya kwanza, sura ya pili, sura ya 3. Ilikuwa haina kituo kwamba hii ni full stop, sentence inaanzia hapa. Ilikuwa hakuna kituo, hakuna sura. Hakuna zile alama za fungua semi na funga semi za mshangao na nini, zilikuja kuwekwa baadaye, sio kwenye Koine Greek. Na ndivyo ilivyo hata kitabu cha lugha ya Hebrania ya zamani, ilikuwa haina hizo tena. Ile sasa ndio kabisa haina hata zile wanaitwa irabu a e i o u, ilikuwa ni consonant tu, ba che da de, hizo zenyewe. Kwa hiyo unasoma Kiebrania unaitamka, lakini hakuna ile herufi inayokusaidia kujua inatamkwaje. Walikuja kuweka wasomi wa Kiebrania wakaweka hizo irabu, lakini ilikuwa ni consonant type. Na pia hakuna kituo, hakuna kitu chochote, hakuna mtenganisho sura hii na sura hii. Sasa sisi kwa sababu walikuja baadaye wakasoma mtiririko, wakaona mantiki iko hivi na muktadha huko hapa, kwa hiyo wanafunga hii ni sura ya 4, halafu anakuja sura ya 5. Kwa sababu inasema lakini, ndio naona inaanza vile. Kwa hiyo akasema hii ianzie sura ya 5. Lakini maana yake ni kwamba mwandishi Luka wakati ule hakuna sura mgawanyo wake. Ni sentence tu inaenda tu inaunganisha tu. Usiseme walielewaje basi. Akili ya wakati ule na aina hiyo ya uandishi walikuwa wanaelewa kama ambavyo sasa hivi unaelewa kwa punctuation za wakati huu. Sasa Biblia inaeleza maneno haya. Sisi kama mchungaji una microphone hapa, naomba ufungue Matendo sura ile ya 5. Usome aya ya kwanza mpaka aya ya 14. Isome tu hapa, alafu baadaye sasa nitakuwa ninaelezea tu. Nenda tu isome tu hiyo aya, kwa sababu somo letu liko hapo. Neno la Mungu linasema, ndio, lakini mtu mmoja jina lake Anania, ndio, pamoja na Safira mkewe, aliuza mali. Sawa. Akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe akijua haya, akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako? Ndio. Na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa thamani yake haikuwa katika uwezo wako? Ndio. Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Anania aliposikia maneno haya akaanguka, akafa. Hofu nyingi ikawapata watu wote walioyasikia haya. Vijana wakaondoka, wakamtia katika sanda, kaweka kwenye sanda, wakamchukua nje, wakamzika. Makaburi yalikuwa tu jirani tu hapo. Hata muda wa saa 3 baadaye mkewe akaingia. Saa 3 baadaye mke wake akaja, naye hana habari ya hayo yaliyotokea. Hajajua mume wake tayari yuko kaburini. Petro akamjibu, Niambie mama, mlikiuza kiwanja kwa thamani hiyo? Hiyo aliyoleta mume wako masaa 3 yaliyopita ndio iliyouzwa? Akasemaje Safira? Ndio, kwa thamani hiyo. Ndio hivyo. Petro akamwambia, imekuwaje hata mkapatana kumjaribu Roho wa Bwana? Yaani mmepatana kumjaribu Roho wa Bwana?
angalia, miguu yao waliomzika mumeo ipo mlangoni, wanakuja sasa hivi, nao watakuchukua nje wewe nawe. Mara akaanguka miguuni pake akafa, akadondoka akafa. Wale vijana wakaingia wakamkuta amekufa. Wakamchukua nje wakamzika pamoja na mumewe. Hofu nyingi ikawapata kanisa lote na watu wote waliosikia haya. Watu wote waliosikia hayo, hofu ikawapata. Aya ya 14, ruka hiyo zingine hapo. Aya ya 14, walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana. Wakazidi kuongezeka kwa Bwana. Wengi wanaume na wanawake. Aya ya 4. Komea hapo. Hiki kisa ukikisoma kwa mara ya kwanza ama mara ya pili ama namna yoyote ile, unabaki unajiuliza, mbona kama hapa Mungu alifanya ukali sana? Jamani, huyu ni Mungu mwenye rehema. Mbona kama hukumu yake hapa ni kali mno, inatisha? Subiri kidogo. Kabla hujafikia hapo, jiulize, dhambi ya Anania na Safira ni ipi? Ukishajua tu ni ipi, ndipo utaelewa kwa nini ile hukumu. Sasa twende tuione hiyo dhambi ya Anania na Safira, kwa sababu ukishaifahamu ni ipi, basi unajua kumbe. Sura ya 4 inaelezea ukarimu wa pekee wa lile kanisa. Ilikuwa ni somo la jana, radical generosity, kwamba unaweza kuwa tayari kuuza baadhi ya vitu ulivyo navyo kwa ajili ya waumini. Ile ni radical. 2, kwamba wanahakikisha hakuna muumini anayetaabika kimaisha. Radical generosity. Na walifanya hivyo kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu aya 32 Matendo 4 inasema mitume walihubiri kwa nguvu nyingi. Dunamis mega. Dunamis power, great power. Halafu pia nasema neema nyingi ilikuwa juu ya waumini. Charis mega. Ile neema ilikuwa juu yao nyingi. Ambacho kinawafanya waishi hivyo ni Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu anatajwa ndiye kwao wanaweza kuhubiri. Mtapokea nguvu akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu. Matendo 1 aya 8. Lakini inaeleza pia Yesu hivyo hivyo kwenye ile Luka 4 aya 14, Yesu alipokuja kutoka nyikani akiwa ana nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anahubiri kwa sababu ya the power of the Holy Spirit. Halafu pia inakuja na kueleza sio hivyo tu, nguvu za Roho Mtakatifu, bado inamtaja Roho Mtakatifu ni wa neema. Sio tu anatoa nguvu, anatoa grace, charis. Kwenye Waebrania ile sura ya 10 na aya 29, Roho wa neema. Sio tu Roho mwenye nguvu, ila ni Roho pia wa neema. Kwa hiyo unaposoma hii Matendo 4 aya 32, chini ya nguvu nyingi, chini ya neema nyingi, unazungumzia uwepo wa Roho Mtakatifu. Sasa hicho kinachofanyika kile. Sasa walifanya dhambi gani hawa? Wakati Roho Mtakatifu ni mwenye nguvu na ni mwenye neema. Kwa nini hawa hawakupata neema? Biblia inasema hivi, Anania na Safira. Inaanza kabisa lakini. Maana amekuelezea watu wenye uwezo ndani ya ile kanisa, miongoni mwao ni wakina Barnaba. Akimaliza huyu alivyofanya, inakueleza lakini anakutajia familia nyingine, Anania na Safira. Hii ni golden couple. Hii ni familia, ni ndoa ya dhahabu. Inakuwaje inakufa wakati huu? Kuna ushahidi mkubwa wa kusimua. Roho Mtakatifu, nyumba inatikiswa, panatikiswa. Moto, fire of the Holy Ghost. Halafu wanaona kinachofanyika. Ilikuwaje Anania na Safira? Naomba usikize vizuri. Shetani is very cynical. Ibilisi ni wa ajabu sana. Akishindwa kutupiga, anajiunga nasi.
Umesikia nilichokieleza hapa? Akishindwa kutuzuia kwa kutuchapa, ana join. Na kama kuna hatari sana kwa kanisa, huwa sio pale tunaposhughulikiwa kwa sababu ya imani, ila ni pale ibilisi anapojiunga nasi. Sikiliza vizuri, hii ilikuwa ni hatari hujawahi ona. Aliwapiga mitume, anawashughulikia kanisa, lakini akagundua hawezi kuzuia wasiendelee kuhubiri Yesu aliyekufa akafuka na ajaye upesi. Akagundua ikiwa hivi haiwezekani, akajaribu gia nyingine, akajoini. Na alijoini, unaiona anavyojoini kwa Anania na Safira. Lakini kama amejoini, sangepewa nafasi ya pili. Alifanya nini ile? Hicho alichokifanya ndio Biblia inatumia lugha 4. Moja ndio hiyo Matendo 5:4. Imekuwaje shetani amekujaza mpaka ukamnenea uongo Roho Mtakatifu? Yaani kabisa kabisa ukaamua kumnenea uongo Roho Mtakatifu. Imekuwaje Hanania? Imekuwaje mpaka unamnenea uongo Roho Mtakatifu? Hiyo lugha unaweza usielewe ni nini. Ndio ile lugha Yesu aliyosema kwenye Mathayo 12:31, mtu yeyote akimkufuru mwana aweza kusamehewa, lakini akimkufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa sasa hapa na wala juu mbinguni. Blaspheming the Holy Spirit, kumkufuru Roho Mtakatifu, lugha aliyotamka Yesu. Petro anatumia lugha nyingine, speaking lie to the Holy Spirit, kujaribu kumnenea. Maana kumnenea Roho Mtakatifu inamaanisha nini? Subiri tu kidogo. Lakini ndio hiyo lugha inayoandikwa na Paulo kwa Waefeso 4:30, anasema hivi, msimhuzunishe Roho Mtakatifu, grieve not the Holy Spirit. Kwa sababu kwenye Agano la Kale anasema wana wa Israeli ile miaka 40 walipomhuzunisha Roho Mtakatifu alibadilika, akawapigana nao na walifia jangwani. Lugha inayotamka Paulo kwenye hiyo Waefeso sura 4:30, usimhuzunishe Roho Mtakatifu. Lakini wakati anawaandikia Wathesalonike ya kwanza sura ile ya 5 na ile aya ya 19 alitumia neno jingine tofauti, msizimishe roho, quench not the Holy Spirit. Hizi ni lugha 4 za aina moja. Ndio maana ukishafika hapo unajua Anania alikanyaga waya ya moto namna hiyo. Asema kivipi? Nilipofika hapo usiku wa leo nimetetemeka. Ninasema wazi, naomba msikilize vizuri, maana kumbe hii ndio inaelezea kabisa nini maana ya kukufuru, nini maana ya kusema uongo, nini maana ya kuzimisha roho, nini maana ya kumhuzunisha. Alitaja kwa uongozi wa kanisa kwa sababu la hitaji la waumini, na Mungu amenipa, nina viwanja, ninaenda kuuza ploti namba fulani iliyoko Mkuhungu, nitaileta kwa mitume. Dhambi ya Anania na Safira sio maamuzi walioyafanya ya kwenda kuuza, sio ile ya kufanya maamuzi ya kwamba sasa tunapeleka ngapi. Sikiliza vizuri, ila Petro anasema ni ya kusema uongo, sio kwa mweyote yule, kwa Roho Mtakatifu. Na ili ujue ni nini maana yake, alipokuja Safira akamwambia, imekuwaje mama mpaka mmepatana kumjaribu Roho Mtakatifu? You agreed, yani mkakubaliana kabisa wewe na Mr. wako, twende tujaribu Roho Mtakatifu. Ile neno linaitwa peirazo la Kiyunani. Peirazo ukiangalia kwa Kiingereza ina maneno mazito 4. To test, ndio unaangalia test, maana yake kupima, pima uone. Nasema kama unasikia tujipime nguvu. Nasema yani Anania na Safira walikuwa wanataka wapambanishe kifua na Roho Mtakatifu. Sikiliza vizuri hapa, testing the Holy Spirit. Lakini la pili inamaanisha pale kumchunguza Roho Mtakatifu, examining the Holy Spirit.
Examine ni unasikia kwa mfano mtu akiwa darasani ni msimamizi wa mtihani anasema ni examiner huyo anapita ingawa anatumia neno invigilator, lakini examining ni kuchunguza, yani umeweka kama ni microscope umeweka pale umekodoa unaangalia specimen hii, unaangalia hii uliochukua mkojo hii, unaangalia kama ni hakuna humu wadudu una examine. Yani Anania na Safira waliamua kumleta Roho Mtakatifu maabara, halafu wanamexamine. Lazima walipukiwe. La tatu ambalo linaelezea pale, ambalo linazungumzia juu ya pirazo, scrutinizing. Scrutiny ambayo ni ukaguzi, yani kama umevaa unavuliwa vua hii kabisa mpaka nguo zote na viatu vua, unaweka pale, alafu bado kuna kamera, sio tu inaangalia nje, inaangalia mpaka ndani ya mwili, una scrutinize kila kitu. Yani Anania na Safira sio tu wanamchunguza, lakini kwa kweli jamani, yani wanataka wamfanyie operation. Kama angelikuwa naye ni nafsi yenye mwili, basi wapitishe mkasi waone huku nyuma ya ngozi kuna nini na huku moyo umekaaje. Kwa hiyo Anania na Safira walikuwa wanataka kupenetrate waingie pale, na Biblia iko pirazo inaeleza umekuwaje umepatana kufanya hivyo. Kwa nini unataka umtest the Holy Spirit? Maana yake ni nini? Munaingia kwenye, yani maana ya nne ni kwamba muna mchallenge. Hicho yote kikifanya maana yake tunataka tumchallenge Roho Mtakatifu. And guess what? Walikuwa wanataka wa challenge nini? The omniscience of the Holy Spirit and understanding of the Holy Spirit. Kwa hiyo wao walikuwa wanataka kumchallenge Roho Mtakatifu, ana ufahamu kiasi gani, anajua kiasi gani. The omniscience of the Holy Spirit. Kuwaje Anania? Yani wewe kweli unaweza ukachallenge uelewa wa Mungu kwamba hiki ulichokileta, halafu unataka ili Mungu naye aseme ni chochote, unamfanya Mungu naye awe kwenye giza, halafu wewe ndio uwe Mungu, yeye awe mwanadamu. Kwamba unaweza ukaleta 2,000 lakini unataka Roho Mtakatifu aandike hiyo ni 2,000,000. Challenging the omniscience of the Holy Spirit. Dhambi ile iliyofanya dhambi ikaingia hapa duniani, ambayo Ibilisi alipoingia alichoreta kwa Adam na Hawa, ilikuwa ni hiyo swala la the omniscience of God. Alimwambiaje? Mkila matunda ya mti huu mtafanana na Mungu, mkijua mema na mabaya. Lugha ya Kiebrania ikisema mema na mabaya inamaanisha all knowing, mtajua kila kitu kama yeye. Si Mungu anajua kila kitu? Mkila hayo matunda mtajua kama alivyojua. Kwa hiyo ilikuwa ni jaribu la ufahamu wa Mungu, ambayo ni sifa pekee ya Mungu, the omniscience of God. Na unaiona hapo kwa Anania, ndio hiyo hoja. Wana challenge the omniscience of the Holy Spirit. Na Petro anasema huyo uliyemwambia uongo si mwanadamu, huyo ni Mungu. Umemwambia Mungu uongo. Ndio maana nasimama hapa naeleza wale wanaosema Roho Mtakatifu sio Mungu, wana ajenda ngumu mno ya kuthibitisha ukweli huu. Maana aya ya 3 ya Matendo 5, kwa nini shetani amekujaza uongo hata unene uongo, jaza unene uongo. Alafu aya ya 4, hukumwambia mwanadamu, umemwambia Mungu. Huyo roho uliyemnenea uongo sio mwanadamu, ni Mungu. Unawezaje kumchallenge Roho Mtakatifu juu ya uelewa wake? That is blaspheming, ni kukufuru. Unapotaka kuweka kifua juu ya uelewa wa Mungu na wa kwako ili yeye aonekane ajui, halafu wewe ndio unayejua, umekanyaga pabaya. Hiyo haiwezi kuvumilika. Haiwezi. Kwa hiyo usipoelewa hiyo kitu, unaona kama hukumu ya Mungu hapa ni kali, lakini maana yake ni hii: ikiwa Roho Mtakatifu ndiye anayeweza kunisaidia kujua dhambi na kujua Calvary
na kunipatia tabia yake, na huyo ndiye nimeamua kumchallenge. Maana yake Roho akishaondoka hakuna kingine tena. Hakuwa na msaada Anania na Safira. Lile swali aliloulizwa na Petro lilikuwa ndio swali la kumwokoa. Kama angelikiri pale ya kwamba ni kweli, sio yote, Mungu anisamehe, sio yote, ile swali Petro alikuwa ameonyeshwa alichokifanya. Na Petro kwa huruma kubwa mno, na akiona hapa kuna hatari, akamuuliza kabisa, Anania, ndio hiyo yote uliouza? Ilikuwa ni hatua Anania aseme nimepotoka, ni Mungu anisamehe. Lakini Anania akasema yes sir. Kikombe kikajaa. Kanisa lilikuwa ndio limeanza mwendo. Ili ujue kwa nini hiyo ni dhambi gani? Ile dhambi inaitwa unafiki. Sikiliza kidogo. Hypocrisy. Kwa nini ni unafiki? Ili ujue unafiki nitakuelezea kwa maana tatu uweze kufahamu. Moja ni pale mnafiki yuko hivi, amechoka ama hataki aeleweke hivyo, kwa sababu hata yeye mwenyewe hataki hiyo tabia. When we are fed up with unspirituality, tutaki tena tuendelee kuwa hivyo, hatutaki tuonekane sisi sio wa kiroho. Angalia na kuanzia, sikiliza vizuri. Anania na Safira walikuwa ndani ya kanisa hili ambayo ni vibrant la kiroho. Roho Mtakatifu yuko juu yao, lakini hawakutaka na wao wajulikane kana kwamba sio wakarimu kama wenzao wenye mali. No, tunataka tujulikane na sisi ni wakarimu. Kwa hiyo unafanyaje hivyo? Nitauza kiwanja. Kaambia na mitume, naenda kuuza kiwanja, nitaleta. Sikiliza, na hii ndio hatari. Watu wanapoahidi mbele za Bwana, tareta simenti, tareta mbao, tareta misumari, tafanya hiki, kwa kuwa uongozi wamebaki na ile rekodi. Sasa unaanza kukumpigia simu, muda umeenda Chenga, mwisho unahama hapa Kizota, unaenda Kikuyu. Ukifika Kikuyu unapotezea. Wengine tunapotezea tukiwa hapa hapa. Naomba usikilize vizuri. Sikiliza, naomba usikilize vizuri sana. Papa Petro anasema kile kiwanja si kilikuwa chako, na kule kuuza si uliuza, si ungeamua tu kubaki hivyo. Yaani shida ni kwamba unachofanya uongo hapa ni mbaya kiasi kwamba unataka unagiribu Mungu na unagiribu kanisa. Unaligiribuje? Mimi ni mkarimu. Yaani mimi ni mkarimu, wakati ukweli ni usio wenyewe. Kwa hiyo hautaki uonekane sio mkarimu, lakini usiko hivyo ulivyo. Hiyo ndio maana ya kwanza, unataka ueleweke hivi, maana umejua hii sio sehemu nzuri unayopaswa kuwa. Sasa unataka ueleweke hivi, wakati sio. Hypocrisy. Unafiki unamaanisha nini kingine? Yaani unatoa sehemu, lakini unataka watu wajue umetoa vyote. You give part of it, but you claim have given all. Natoa sehemu, lakini na madai ya kutoa vyote. Na ndio maana nikasema Mungu aturehemu, kwa sababu niwape tu mfano. Unatoa, unasema zaka 50,000. Wakati zaka inafanya hivi, ni mahesabu 110 na ulichopokea. Sasa kama umepokea 500,000, zaka yake ni elfu ngapi? Kwani hiyo hesabu nayo ni ngumu? Kama ni 500,000, zaka ni elfu ngapi? 50,000. Sasa napokea 5,000, halafu ninaandika zaka 45,000, 40,000, 30,000. Mwanzini hawezi jua, maana hajui mshahara wako.
Lakini kwa nini umeandika zaka? Umeandika zaka, maana yake zaka huwa ni 1/10 ya pato. Kwa hiyo unataka waumini wajue unatoa kwa ukamilifu, lakini wakati huo unajua sio. Hipokrisi ni mbaya. Ndio maana Mungu asipotusaidia hali yetu ni mbaya. Ndio maana ukiita miito kwa ajili ya kujitoa, kutoa nguvu, kutoa utaalamu, kutoa mali, watu wa Mungu wanajiandikisha. Kwa nini? Anasema ulikuwa na uwezo wa kutofanya hivyo, lakini kuja kwa uongozi na kusema hivyo, maana yake una roho ya udanganyifu. Ninataka waumini wajue wewe umejitoa, unaikarimu kazi ya Bwana. When we fail, tunapoanguka, tunaacha image ya kukiribu upande wa Bwana na kanisa. Ni jambo mbaya mno, baya mno. Kwa hivyo ndicho anasema kitendo hicho ni kibaya mno, ni kibaya mno. Akafikia ile hatua ya 3 ambayo huenda wengine hatujaifikia, pengine ndio maana tunafanya huo mzaa, lakini tukiendelea nao utatufikisha pale. Hipokrisi inasemaje? Yaani ninachokifanya hiki mbingu hazitaelewa, wazee hawatajua, hiki huyu hataelewa. Maana yake unataka ufiche uongozi, hawatajua. Yaani hata sema kwa kweli hapana, kwa kweli nisaidie mtu wa Mungu, nina changamoto hii na hii, yaani ninapata hivi, lakini napotoa natoa tu hiki. Sio hivyo Anania na Safira. Anania na Safira ni kwamba hicho unacholeta ndicho chenyewe. Na kwa kuwa hawa hawana uwezo wa kujua, bila kujua Roho wa Mungu amewaita uongozi wafanye hivyo, Petro anazungumza haya chini ya uongozi wa Mtakatifu. Msaidie huyu, ana nafasi ya kufanya kabla hajarudi mavumbini. Maana yake ana nafasi ya kutubu kabla hajaenda kwenye kiroba, aende kaburini. Ina maana wakati huo Mtakatifu akiwa kazini, yeyote, na anasikiliza vizuri hapa, kuna aya 2 zimerudia mara 2 hapa. Ya kwanza, alipokufa Anania, hofu ikawashika watu wote. Naweza ile aya 6. Alipokufa Safira, Biblia inaeleza pia ile aya kwamba hofu ikawashika wote ndani ya kanisa. Na ile hofu inaitwa foibe, ambayo ndio ama utafsiri hofu ama utafsiri kumcha, reverence, kicho, heshima, moyo wa kumcha Bwana. Yaani Mungu alipo strike, alipopiga, hiyo anapozungumza ni nini maana yake? Alipodhihirisha his holiness, Mungu alipo demonstrate, alipoonyesha alivyo mtakatifu, Anania kaburini, Safira kaburini. Why? Kwa nini? Kwa sababu injili inaenda kwa mambo 3 muhimu sana: the power of the Holy Spirit, nguvu ya Roho Mtakatifu; the grace of the Holy Spirit, inayotusaidia kuungama na kutubu, inayotusaidia kujua Mungu ana haja na wanadamu wenzetu na kuwajali walivyo. 3, wanapotuchafua, Mungu anaruhusu his holiness, utakatifu wake. Na ndicho Roho Mtakatifu alichofunua siku ile. Anania akadondoka na Safira akadondoka. Kwa nini? Sikiliza, kuna mambo makubwa mawili wakati kanisa liko kwenye mwendo. Kuna Matendo imetamka mambo makubwa mawili, lilikabiliana na changamoto ndani ya kanisa, halafu na zile zinazotoka nje ya kanisa. Kutoka nje ya kanisa ni ile kamata, piga, tesa, hiyo ni from outside. Lakini za ndani ilikuwa ni pasua kichwa za aina kubwa 3. Pasua kichwa namba 1 ni hiyo unayoiona hapa, hii ambayo ni hypocrisy, unafiki, ambayo unatokea kwa waumini. Pasua kichwa ya kwanza. Pasua kichwa ya pili ni hiyo Matendo sura ya 6, ambayo ni pasua kichwa ya uongozi, leadership headaches. Yaani hapo wameweka viongozi, sijui ni mashemasi, sijui ni nani, halafu hawatoi, wanaanza kupendelea.
hawa wanawapa hivi, hawa wana partialities in the church, wanatoa huduma kwa upendeleo. Hii ni pasua kichwa ya uongozi. Nisikize vizuri, ndio maana haya yameandikwa ya kusaidie ndani ya uongozi wa kanisa, katika kanisa hili la Kizota, katika feed ya hapa, katika union ya kusini mwa Tanzania, katika division, katika GC. Partialities, pasua kichwa ya leadership. Na Mungu anaporuhusu yaandikwe, anataka tuelewe, na yanafanyika hayo wakati kanisa lina roho nani. Wengine wakishaona pasua kichwa ya kwenye uongozi, wasema kanisa limeuzwa, kanisa limeachwa, limebinaifishwa. Tuliza mpira. Roho Mtakatifu yuko inifuru. Roho anapokuwa amejaa ndani ya mioyo ya watu, haimaanishi hapata kuwa na changamoto ya uongozi. Ni wewe tu unayejiarishia. Ndio maana hivi vitu ndio mtu anafika mahali anasema ili kanisa la Kizota, anahamia Dodoma Kati. Dodoma Kati huko ndio unaishi na malaika peke yako. Uongozi jamani, uongozi. Uongozi. Hiyo ni pasua kichwa namba 2. Pasua kichwa namba 3 ni ile Matendo sura ya 15 ambayo ni pasua kichwa ya mafundisho, ambayo ilibidi kikao kikae mitume na wazee, watu wanaokolewaje wakafungua Biblia ambayo ni Agano la Kale, wanaangalia ahadi ya tohara aliyopewa wa Ibrahimu, akaangalia habari ya utoaji wa kafara zilizoenda Yesu Kristo. Wakati watu wanasema no, ubatizo hautoshi mpaka watairiwe agano la Mungu kwa Ibrahimu, waingie kwenye agano. Hiyo haitoshi, watunze sikukuu zile ambazo zilifikia mwisho Kalvari. Walipokaa ikabidi waandike. Mwenyekiti wa baraza alikuwa ni Yakobo, yule mtoto wa Yusufu. Halafu unamwona Petro alitoa speech, Yakobo alitoa speech pale na wengine. Mwisho akaona ni kweli wafundishwe mambo makubwa 3, wasiwekee watu kongwa, na barua ikaandikwa na Paulo na Barnaba wakatumwa kwa ajili ya mataifa waeleze maamuzi ya kanisa. Maana yake ukikwepo na changamoto ya mafundisho, sio wewe kukimbia kanisa la Kizota. Mafundisho yanazungumzika katika neno la nani? Neno la Bwana. Hafu mtu anasema hawana roho wa Mungu. Ni wewe ndio unaye peke yako? Hakuna. Ndio maana kuna wengine tunao ambao kila sala lazima wapige magoti, ambao wanaamini kabisa ya kwamba Yesu anakuja mwaka 27, ingawa Biblia inaeleza tofauti. Tunao ambao wanaamini hiki na kile. Wakizungumza tokeni mjini, wao masikio yanakuwa kama ya swara. Lakini wapo mpaka wameenda maili, wanasema hivi limekuwa hivi, uongozi kanisa hivi na vile, mafundisho. Niliwaambia siku zote ya kwamba hili kanisa sio Babeli wala sio Laodikia, kwa sababu Babeli inazungumzia mafundisho, kikombe cha ghadhabu ya mvinyo ya uasherati, ni doctrines. Angalia imani za msingi 28, uone katika zile imani yale mafundisho kama kuna chochote ni kinyume cha Biblia. Kuna watu hapo, wengine wanaishi hivi, wengine wanavaa hivi, wengine wanasuka, wengine wanapiga wanja, wengine wanafanya hivi. Hiyo sio doctrine, hiyo ni maisha ya mtu mmoja ndani ya kanisa. Haijawahi kuwa hiyo. Hii inaitwa the remnant church, kanisa lililosalia la unabii wa Biblia, kama inavyosema Ufunuo sura 12 aya 17. Shetani ni waajabu. Kwa hiyo unaona walivyotanzua pasua kichwa ya mafundisho, walikaa wakaisikiliza Biblia, wakatoa elekeo kile Yesu aliwafunulia. Ina maana hata Roho Mtakatifu akiwepo, mgogoro katika upande wa kuelewa neno la Bwana sio kwamba hawezi kutokea kwa watu. Siku zote Ibilisi yuko kazini kuinfiltrate, ili ikiwezekana inject kitu fulani. Ndio kazi ya shetani anayofanya. Lakini pia mgogoro wa kiuongozi, hata kama Roho Mtakatifu yupo, haimaanishi kwamba tuko salama. Bado Ibilisi yuko kazini aweze kufanya. Hiyo inafanyika namna ile. Lakini inapokuja swala unafiki, hiyo uongozi hauwezi kufanya. Hiyo inafanywa na Mungu mwenyewe. Ndio hatari yake inavyofanana. Naomba usikize vizuri, kwa sababu wewe na mimi huwezi jua. Utajua hapo ni Roho Mtakatifu ambaye ni omniscience pekee ya Mungu ndio anayeweza. Na kwa nini alifanya vile? Kwa sababu hakuna kitu kinachoua ule mwendo wa utume kama unafiki. Naomba usikize vizuri ili ujue nini maana yake. Urudi kwenye ile Yoshua ambako Waisraeli walipoingia kutawala na kuchukua ile nchi ya ahadi. Walienda Yeriko
na unaona ile nguvu iliyoambatana kwenye ile fukuza wakazi wa Palestina, ile nchi ya Kanaani. Unaiona Yeriko, miongoni mwa afande anaitwa Akani, akachukua vitu vilivyowekwa wakfu akavificha, na familia yake pia ilijua, kama ninavyosoma ile Matendo sura ile ya 5 aya ya 2, mkewe akijua, ndivyo inavyoeleza. Kwa hiyo akavichukua akavificha. Halafu mashambulizi namba 2 ni mji wa Ai. Jamaa ameficha dhahabu na fedha na joo la Babeli. Kwa hiyo anaona hapa nafaidika kwa vitu ambavyo hakupaswa askari yoyote kuvichukua, ilikuwa ni kwa ajili ya Bwana mwenyewe. Wameenda vitani, wakauawa askari kama askari 24, wanakimbia wametawanyika, maiti ziko hapa, Yordani imefurika, hawawezi kurudi. Hii ni nchi ya ahadi, tunakufaje katika nchi hii? Bwana uko wapi? Kwa hiyo makuhani, wazee wa Israeli na Yoshua siku nzima wamezunguka sanduku la agano, wanamlilia Bwana. Mungu anasema, inuka Yoshua, kuna kitu kilichowekwa akifu. Israeli wameiba, Israeli wameficha. Tangazo lilitolewa, mwambie Israeli, kesi iko kwetu. Hakuna aliyejitokeza, hakuna aliyesema ni mimi, wote wakakaa kimya. Huyu anaitwa Akani, mke wake naye kimya, watoto wake kimya. Asubuhi msafara simamieni hapa, uzao wa Yuda, uzao wa Simeon, uzao wa Reuben, uzao wa Lawi, uzao mpaka wa Benjamini. Kura kuhani, njoo uliza Bwana Urimu na Thumimu. Yuda ikakamatwa, tupita kwa Yuda, njoo kwa familia, kwa ukoo na ukoo, mpaka kwa familia hii. Yoshua anasema, mwanangu, mpe Mungu utukufu, ukaeleze kilichotokea. Nini kimetokea kwako? Ni kweli mtumishi wako nilipoona hiki na kile. Yaani wakati anaeleza ni kwa vile mkono wa Mungu umemshika. Haikuwa toba, alikuwa amepoteza. Aliuawa na familia yake yote, kila kitu kikawa chungu. Anachotueleza ni nini? Unafiki ni mbaya. Ni afande aliyokuwa mstari wa mbele, lakini ambaye alikanyaga sharti la vitu vyote vya Yeriko. Ilikuwa uwe ni limbuko la Bwana, usichukue chochote, chinja awe ni mnyama, ua awe mwanadamu, kila kitu na hazina peleka kwa Bwana. Hapa askari alijua, na alijua mpaka tangazo, aliona kifo cha Waisraeli wenzake waliouawa kukabili Ai. Na hili Mungu aeleze ni hivi, dhambi ya unafiki inaleta kushindwa kwa kanisa, brings church defeat. Ndio ubaya wake. Kwa hiyo wakati wa injili imeanza, moto, tetemeko, kanisa yuko kwenye mwendo. Kama mbingu zitaruhusu unafiki, utume utakufa. Na kwa sababu hiyo amekanyaga waya mbaya, analeta kifua juu ya uelewa wa Roho Mtakatifu, na kwa kitendo hicho anakwenda kuzuia kazi ambayo kwayo Mungu amelihifadhi kanisa. Na ikishafika pale, hakuna retreat, hakuna return, inabidi aende kaburini. Anachotangaza Roho Mtakatifu ni ama tunatubu, vinginevyo tutaachwa mochwari. Hakuna kitu kingine. Dhambi ya unafiki, ubaya wake ni huo, ama tunaitubu ama itatuua. Ndio maana watu walipata hofu, ile aya 6 na ile ya 8 wakapata hofu, na matokeo ya ile hofu maana yake watu wakamcha Mungu. Kwa ile action ya kifo cha wanafiki, kanisa likawa likasafishwa, na matokeo yake ni aya ya 14, watu wakamiminika. Wakati hawa wanapoteza ushirika na Roho Mtakatifu, majority wanajoin. Nisikilize ndugu zangu wapendwa, Mungu yuko kazini. Ikiwa tutaishi maisha hayo ya kutaka kusema kila ambacho sicho, kuishi watu wajue iko hivi wakati sicho, kumwambia Roho Mtakatifu hatajua chochote, kuigiribu uongozi wa kanisa hakuna chochote, usiingie kwenye huo mtego. Huenda iko siku utamalizia tone la mwisho. Huenda itakuwepo siku ambayo kwangu nitamalizia tone la mwisho, na ni hatari kupima nguvu na Roho Mtakatifu. Anachosema ni hivi, bora ungeacha tu kuandika zaka, usiseme ni zaka.
kwa sababu zaka ni mpaka iwe 1/10. Kama sio 1/10 ni hera tu kama hera zingine. Toa tu, hiyo ni mchango umetoa. Usiite zaka. Ukiita zaka maana yake unapima kifua na Roho Mtakatifu. Nisikize ndugu zangu wapendwa, ni kitu hatari. Unachotaka nini? Unamdanganya Bwana na unadanganya na uongozi wa kanisa. Wajue huyu naye huwa anarudisha zaka na anarudisha katoaga sadaka kwa ukamilifu, wakati sio. Kwa nini unaita hii ni systematic benevolence? Unawezaje kuita hii ni sadaka ya ukarimu mwendelevu, 10% zaka, 10% sadaka, wakati sio? Petro anasema si ungeacha Anania. Mbona umeingia pabaya hivi? Kwa nini unapimana nguvu na Roho Mtakatifu? Nani umeruhusu ibilisi anakujaza mpaka unasubutu kufanya hivyo? Unahitaji hii ndio fedha yote ya kiwanja, wakati unajua sio yenyewe. Unatoa sehemu alafu unataka kanisa liandike umetoa yote. Unataka liwe shahidi ya utoaji wako. Unataka kabisa kanisa liseme huyu familia hii imetoa na yenyewe thamani ya kiwanja. Unataka kugiribu kanisa. Hii ni dhambi ambayo anaitatua ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Mungu anijalie na akujalie. Na vita ngumu tulio nayo ni pande huu. The Holy Spirit of power. Moja, hiyo inapambana na nguvu kutoka nje. The Holy Spirit of grace, ambayo inaweza ikawakumbatia hata wale wanaoturushia mishale, inayowafanya wanadamu wengine wote wajue wako chini ya mwamvuli wa Calvary. The power of grace. Halafu hii inayokabili unafiki ndani huwa ni holiness of the Holy Spirit, huwa ni utakatifu wa Roho Mtakatifu. Akidhihirisha hiyo, huwa inasafisha kanisa. Ninarudia, ibilisi anaposhindwa kutuzima kwa kutupiga, huwa anatujoin. Ndivyo alivyofanya kwa mwanamke Hawa, akamuingiza kwenye ajenda kama vile anataka amjue Mungu zaidi kwa ajenda ya kiroho. Hati ndivyo Mungu alivyosema tusile matunda yote. Inakuwa ajenda ya kiroho ya kutaka kujua. Yaani ibilisi anakuja kama anayetaka kujua zaidi. Hivi Mungu alisemaje kweli? Na hiki ndicho kinachokuja hapa. Mbingu zinachosema ni hivi. Kinachofanya kanisa watu wajae sio programu nzuri, sio wanaohudumu vizuri. Ameeleza mambo matatu: nguvu ya Roho Mtakatifu, neema ya Roho Mtakatifu na hofu ya Roho Mtakatifu. Kanisa tukiwa na hofu juu ya Roho Mtakatifu, tukiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, tukiwa na neema ya Roho Mtakatifu, Bwana atalizidisha kanisa lake. Mchana huu wa leo, Roho Mtakatifu katika nguvu, neema na hofu. Atujalie tusiingie upande ule. Tusijaribu kuonyesha kile ambacho hatuna. Tusijaribu kudai kile ambacho sicho. Tusijaribu kumfanya Mungu hajui kinachoendelea. Ukifanya hivyo kwa kanisa, unafanya hivyo kwa Roho Mtakatifu. Ikiwa mchana huu wa leo una sababu ya msingi kama mimi, kwamba Mungu ni rehemu kwa ajili ya maisha ninayoishi, simama pale ulipo. Simama tu pale ulipo, kwamba Mungu ni rehemu kwa maisha niliyoishi, ambayo nilitaka waumini wenzangu wanielewe hivi wakati sikuwa hivyo. Nachukua airtime ya watu wa Mungu, lakini sivyo, ili nisije nikapimana nguvu na Roho Mtakatifu, the omniscience of God. Kisa hiki kimeandikwa, Roho Mtakatifu hadhi ya kiwi, hatuwezi kumficha,
anajua kila kitu, ila anajua mzaa huo mwisho utazima Roho Mtakatifu ndani yetu, utamhuzunisha Roho Mtakatifu, itakuwa ni uongo dhidi ya Roho Mtakatifu. Jambo la pili, kanisa la Mungu likiwa na Roho Mtakatifu, watu wataendelea kujiunga na mtu wa Kalvari. Mungu atujalie. Hayo ndiyo yanayofanya watu waingie katika kanisa. Tatu, kanisa linafundishwa hivi: uwepo wa Roho Mtakatifu hauzuii wanafiki ndani ya kanisa, hauzuii wenye changamoto za kimafundisho ndani ya kanisa, haizuii changamoto kwenye uongozi. Usiyumbe ukadhani Roho Mtakatifu hayuko ndani ya kanisa. Yupo, yupo. Baki na yeye, mtukuze yeye siku zote katika jina la Yesu, amina. Kanisa hili tumetangaziwa hapa. Wako watu wa Mungu ambao leo wanaleta, niombe sisi tunaweka wapi, kwa sababu tutakuja kuomba kipekee kwa ajili ya jambo hilo. Na ninashukuru kwamba uongozi wa kanisa hili wanafanyia mazoezi Biblia inachosema kwamba watu wanaenda nyumbani, wanakaa, wanazungumza na Bwana, alafu wanamwambia Bwana watakachofanya kwa shukrani zao. Mungu ndiye anayekuwezesha yote hayo. Fanya yale ambayo unajua. Roho Mtakatifu ndiye anayekupatia yote hayo kwa furaha kabisa. Lakini tutaomba kwa ajili yako, si kwa jambo lolote lile, ili ibilisi asipenye ukajikuta umegiribu. Ndio maana tuna sala ya pekee leo, ibilisi asi-infiltrate ndani aka-inject kitu kingine. Ndio maana tunawaita leo kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya jambo hilo, ibilisi asije akatupeleka mahala pa kudanganya. Lakini jambo la pili, wako watu ambao kwa kweli, kwa dhati, kwa mara ya kwanza wanahitaji watoe maisha yao kwa Mwokozi kwa njia ya ubatizo. Wakati hao wanakuja, na wenyewe pia watakuja. Njoeni tu hapa. Wale ambao wanaleta hizo watatota hivyo hapa, na niombe kabisa, njoo weka kwenye hicho chombo ile yale uliyozungumza na Mungu wako kuhusiana na kile ambacho mchungaji na uongozi wa kanisa hili wamekuwa wanatutangazia. Lakini tutaomba kwa sisi wote ambao tuliishi ambavyo sivyo tunavyopaswa kuwa, kama somo la leo linavyotutaka, ili Mungu atujalie kuwa na hofu ya utakatifu wake. Kwa hiyo karibuni zile ahadi zetu, na mimi pastor, sijui kama ninarudia kile ulichotangaza ama mimi ninachanganya kingine kabisa. Naomba uambie ile lugha ambayo unawaambia, kwa sababu uliwaambia ile ndio wanaleta. Huenda kuna lugha nyingine ulikuwa unawaambia, lakini mimi nilisikia unawatangazia kwamba wanaleta kile walichoahidi leo siku ya Sabato. Kwa hiyo njoeni mweke, kuna mashemasi wako hapo mbele, halafu tutaomba ombi la pekee ili shetani asije akatujaza kumwambia Roho Mtakatifu uongo. Lakini tulichokifanya hicho tunafanya kwa sababu ya Roho Mtakatifu ambaye anajua hitaji la utume la kanisa la Kizota. Na wale ambao kwa ajili ya ubatizo pia watakuja hapa, na sisi tutapata nafasi hiyo kwa ajili ya sala. Mchungaji John, karibu. Pastor John ataomba kwa ajili ya somo letu. Mungu atusaidie kuwa na hofu ya Roho Mtakatifu kuliko kumsubiri aje afunue utakatifu wake. Kanisa hili ndio limeanza, na hawa ni waumini wa dhahabu kabisa ambao hatukutazamia kama wangelikufa namna hii, lakini inasikitisha kwamba walikufa mwanzoni mwa mwendo wa kanisa. Asante. Pastor John ataomba kwa ajili ya neno la Bwana, na mimi nitaomba kwa ajili ya kujitoa kwetu kwa utume Kizota
Unaweza ukawa wakati uongozi wa kanisa wanawatangazia siku za nyuma hapo ukuwepo, lakini ni kwamba kuna huduma ya utume wa mikutano ya kanisa. Kwa hivyo naamini utafanya hivyo hivyo. Hiki unachokileta ndicho watakachorekodi na watakuwa wanakuombea, maana ni maamuzi ambayo kwa moyo wa ukarimu umefanya hivyo. Ombi la uongozi ni kwamba shetani asije akajaza udanganyifu ndani. Ni hilo tu kwa kanisa watakuwa wanaomba. Kwa hiyo mimi nitaomba pia leo kwa ajili ya jambo hilo, wakati mchungaji ataomba hivyo. Lakini ikiwa kuna wale ambao kwa kweli wanahitaji waungane na Kristo wakati Roho Mtakatifu anazungumza nao, nione kama kuna mtu anahitaji ubatizo na Yesu anahitaji huyo mtu anayekiri Bwana na Mwokozi wake binafsi kwa njia ya ubatizo, nyosha mkono pale ulipo. Nyosha tu pale ulipo, nyosha tu mkono. Nyosha tu kabisa. Asante, Mungu akubariki sana kwa kuonyosha mkono wako ambao nimeuona. Kuna mwingine, nyosha tu, nyosha. Asante, nimeuona huo mkono. Mungu akubariki. Na unaweza mkaja, sogeeni tu ili pia katika ile ombi. Njoeni tu hapa mbele, njoeni, kwamba natoa maisha yangu kwa Yesu kwa sababu bado Roho Mtakatifu ameongea na mimi. Tembea tu uje hapa mbele. Pasakato atawashika mkono. Wakifika hao watu wa Mungu tutaenda kwenye sala. Njoeni tu. Kama kuna mwingine pia kwa ajili ya ubatizo, njoo tu, tembea uje. Bwana wabariki sana. Wakati Roho Mtakatifu anaongea na wewe, anataka tupatie nguvu na neema wakati bado tungali hai. Tembea tu, tembeeni tu, mje, tembeeni. Mungu awabariki. Mungu awabariki sana. Pastor John, utaombea pia wapendwa ambao wametoa maisha yao kwa Mwokozi wao, pamoja na neno hili ambalo tulisikia. Tutakuwa na maombi mafupi, alafu mimi nitaomba kwa ajili ya kujitoa kwetu kwa kumtumikia Mungu wetu na msamaha pale ambapo hatukuwa pengine tunafanya hivyo. Ukiweza kupiga magoti sawa, ukiweza kusimama sawa, kama iwezekani unaweza kukaa tu kwenye kiti chako ikiwa afya ya mwili wako haiwezi kukuruhusu. Tutatumia muda mfupi, kwa hivyo hatutakaa sana kwenye magoti. Asante. Basi tuombe. Baba yetu, tuna kila sababu ya kushukuru kwa ajili ya ujumbe ambao umekubali leo tuweze kuusikia. Watoto wako kutoka katika kila kona ya jimbo letu la CTF ambao wamekuja kwa ajili ya mashauriano idara ya vijana, lakini pia tumepata neema hii ya kusherehekea kuhitimishwa kwa siku 10 za maombi. Leo umemtumia mtumishi wako Pastor Semba, amekuja na ujumbe wa pekee ambao unatukumbusha juu ya utendaji kazi wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu aliye na nguvu, Roho Mtakatifu aliye na neema. Kama vile tulivyoona nguvu iliyotendeka kwa mitume, lakini pia tumeona na neema ambayo imetendeka kwa watoto wako. Na leo tumeangalia kitabu cha Matendo sura ya 5, familia ya Anania na Safira. Familia hiyo inawakilisha pia familia zetu leo, sisi ambao tumekuwa tukishangilia nguvu ya Roho Mtakatifu, lakini pia tumekuwa tukiona neema itendayo kazi na Roho Mtakatifu, lakini tumekuwa tukijisahau. Hebu Mungu wetu, kupitia ujumbe wa leo, kila mmoja anayeondoka hapa atambue ya kwamba ni kwa namna gani amefanya mzaha wakati nguvu ya Roho Mtakatifu ilipofanya kazi katika maisha yetu, lakini pia tulipokuwa tukishuhudia neema itendayo kazi inatokana na Roho Mtakatifu, tumekuwa tukijisahau. Wakati fulani tumeshindwa kufahamu uwezo huo, lakini pia tumekuwa tukitenda tofauti, na kusi Yesu neno hili likatubadilishe, ili kila aliyesikia ujumbe huu anapotoka hapa kurudi kule nyumbani, kurudi katika maeneo yake alikotoka, hebu ujumbe huu kaendelee kusikika kama mwangwi, kila mmoja akiguswa namna kazi, neema, uwezo wa Roho Mtakatifu unavyoweza kumbadilisha mtu,
lakini pia Mungu, unapoendelea kumsubiri kila mmoja ambaye inabidi asikie sauti yako, unaponena na kila aliyekuwa katika eneo hili. Tubariki Mungu wetu, na ibada hii ikaweze kuwa na nguvu na uwezo. Ujumbe huu tukaufanyie kazi, ili tukaone matokeo ya pekee yatakayotendeka katika maisha yetu. Tunahitaji kuepukana na kifo cha aibu kama ilivyotokea katika familia ya Anania na Safira. Kila mmoja aweze kuyatoa maisha yake, kila mmoja aweze kupokea badiliko la pekee. Nguvu hiyo itende kazi, ili twende tukakutumikie kwa nguvu ya pekee katika makanisa yetu. Tunahitaji kuona matokeo, tunahitaji kuona maendeleo ya kazi yako, maana siku moja utakuja na utaweza kutoa zawadi kwa kila aliyesikia ujumbe huu na kila aliyepokea badiliko. Ninaamini utatenda hivyo. Endelea kutubariki Mungu wetu, na kwa namna pekee tunawaleta watoto wako hawa ambao wamesikia ujumbe huu na wito huu na wameyatoa maisha yao kwako. Wanahitaji kuzaliwa mara ya pili kwa njia ya ubatizo. Endelea kuandaa sasa mpaka hapo huduma itakapotendeka. Tumeomba haya tukishukuru kwa Yesu Kristo ambaye ni Bwana Mwokozi wetu. Amen. Amen. Mungu wetu, Roho Mtakatifu anatamani kutuacha tukiwa tumetubu. Utujalie Mungu wetu toba ya kweli, kwa sababu ikiwa haitatokea atatuacha tukiwa maiti. Nasi tumegundua bado tuko hai, tunahitaji tuungame na kutubu kwako. Asante kutusamehe kwa sababu ya neema yako. Mungu wetu, watoto wako wameitikia utume uliopitisha kupitia uongozi wa kanisa, ambao kwa dhati hata wao wenyewe ni wametoa pia hata hayo mawazo juu ya utume huu. Wameketi nawe, wamezungumza na wewe nyumbani, na hiki ndicho wanachofanya. Waekee ukubali wa muhuri wako, walinde na yule mwovu, wasije wakarejea nyuma, ili wawe majasiri kutenda sawasawa na maelekezo yako. Kanisa hili umewapatia kuijua neno lako na namna ya kukutolea kama unavyosema katika Biblia. Wanapofanyia hivyo, Baba, wajaze furaha kama ya kanisa la awali. Neema yako ikaonekane kwa kila aliyeabudu leo. Asante kwa kutubariki kwa uwepo wako, kwa neno lako, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Heshima na utukufu vikurudie wewe, katika jina la Yesu Kristo. Amina.